Today is the International Human Rights Day. Today is the day that people celebrate freedom. Tanzanians are not free. Tanzanians are being disappeared simply for voicing their opinions. We join everybody, Tanzanians, East Africans, and the international community. We join all peace lovers. We join all those shared values of democracy, good governance, and human rights to protest against what has happened in our country since the October 29 election day. We call for a constitutional reform that will allow us to live free, to pursue our destinies, and to reach our dreams, to fulfill our potentials. Huyo hapo ni mke wa mwenyekiti wa Chadema ambaye pia ni kiongozi mkuu wa upinzani Tanzania ambaye julikana kama Tundu Lissu, ambaye ameamua na kuungana na Watanzania na wapenda haki katika viwanja vya bunge la Ulaya, na ilikuwa kwa ajili ya kutaka kupinga vikali ukatili ulioripotiwa kutokea nchini Tanzania. Katika mkusanyiko huo walisisitiza kwamba hali ya haki za kibinadamu nchini imezorota na kusema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anapaswa kuondoka madarakani. Akiwa sambamba na wanaharakati wengine walitaka bunge la Ulaya kusitisha misaada ya serikali ya Tanzania na kuzuia pia utoaji wa visa kwa maofisa wote wa serikali wanaotajwa kuhusika na ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Mkutano huo ulihudhuriwa na Watanzania wanaoishi Ulaya pamoja na washirika wa kimataifa wanaotetea demokrasia na uwajibikaji. Wote waliotoa wito wa kuchukua hatua za haraka kabisa ili kulinda maisha ya raia na kusukuma serikali ili kuwajibika. Yaani ni kinukuu vitu ambavyo alikuwa amevizungumza kwa lugha ya Kiingereza, akawa anasema kwamba leo ni siku ya haki za kibinadamu ulimwenguni. Watanzania hawana uhuru, wanapotezwa tu kwa sababu ya kupaza sauti na kutoa maoni yao. Tunaungana na Watanzania, Wanaafrika Mashariki na jamii za kimataifa na wote wanaopenda amani katika kuleta mabadiliko nchini Tanzania, na moja kati ya mabadiliko ambayo tunayataka ni mabadiliko ya kikatiba. Hiyo ndio sehemu ya hotuba tu ambayo alikuwa ameizungumza mkewe Tundu Lissu katika siku ya kwanza kuadhimisha haki za binadamu ulimwenguni, na hapa amesema kwamba anahitaji mabadiliko yafanyike ili Watanzania wapate uhuru wa kuweza kutoa maoni yao bila kupotezwa, bila kukandamizwa.